Okay, kwa majina ni Anthony Kamau, mwakilishi wa wodi ya Nakuru East. Hapa tuko maeneo ya Naka. Leo tumeanza, ni mradi ambao tumekuwa tukifanya kwa wiki moja ambayo imeisha. Tulikuwa na grade, sasa imefika mahali ya kuweka maram. Na tunaona leo mvua imepungua kidogo, so tunataka tufanye haraka so that hizi barabara ziweze kutumika. Na hususan tunafanya hii kazi katika ward mzima. Tuko na sublocation 3 katika Nakuru East Ward. Tuko na free area sublocation ambaye ni Naka na free area estate na Morogi. Na tuko pia na Mogoga sublocation ambaye tumefanya grading pale Barnabas Mashini. Na tuko na Mwareki Mzee wa Nyama kule ambaye ni Mwareki sublocation. Kwa hivyo ningependa kuambia watu wasiwe na wasiwasi. Najua barabara zetu si nzuri, lakini tuko katika sasa ndio tuko site sasa. Tunafanya kazi ili tuweze kufanya watu waweze kuona kwamba wanaweza kuingia na kutoka manyumbani kwa urahisi, kwa sababu hii mvua imekuja. Last time tulikuwa naambia ngoja mvua iishe, lakini sasa tumeamua tufanye hata mvua ikikua, kwa sababu watu pia subira haiko na kazi lazima tufanye. Kwa hivyo tuko katika maeneo ya Naka na kazi tunaifanya kabisa. Maybe baadhi za challenges. Baadhi ya challenge moja ni kama vile nimesema mvua. Wakati mvua inanyesha, kama juzi tulifanya grading pale katika Barnabas Mashini, na ukweli mvua wakati ilikuja ilimess hiyo area, barabara ikakuwa mbaya zaidi. Ndio tunafanya bidii tuweze kuona kwamba sasa dumping ya maram imefanywa kwa haraka, ndio watu waweze kuwa wasiteseke sana, kwa sababu kuna wengine hata gari zilikwama. Nakumbuka hata wewe Asuli nipigiwa kaniambia gari zilikuwa zinakwama. Nadhani tunasema tufanye kwa lahala. Hii mvua kabla iseme ni kuongezeka, watu wakuwe wanapata maeneo yao ya kuingia na kutoka manyumbani. Message yako kwa watu wako wa Eastward? Message yangu kwa Eastward ni subira tu. Okay, nashukuru kwa sababu ile support mmenipatia kwa hiyo miaka ambaye tumekuwa na nyinyi miaka 4, na ninasema ya kwamba tuliamua kufanya kazi na kazi lazima tufanye. Kwa hivyo kabla tuseme ni 2 term, wacha kazi ionekane. Kwa hivyo sisi hatusemi 1 term, 2 term, tunasema wacha kazi iendelee. Kwa hivyo asanteni sana na tuko pamoja. Maybe kuna any project ama miradi yenye ongoing ama inakuja? Miradi ni nyingi, hasa kuna zile ambazo juzi nilikuwa nasema kwa bunge miradi imechelewa. Tuko katika the 4th quarter ya financial year na miradi nyingi imechelewa, lakini nikiweka tu sasa bayana ni kwamba kuna mradi baadhi ya tuko na street lights. The next mradi ambaye iko across the world ni kuweka street lights na pia kurepair zile ambazo zimeharibika, na hiyo tulikuwa tumewekea pesa. So kwa wale ambao saizi ni vizuri, nimekuwa nikiongea na engineer, wananiambia saizi kwa sababu wali upload ile ambayo tunaita ni budget yetu ile na sasa saizi watu wameanza kulipa. Kwa hivyo kulikuwa na ulegevu kidogo pia kwa contractors wale ambao walikuwa wamepatiwa makazi, wanaona kama nilifanya kazi last year na sijalipo, kwa nini tena nijitume? Kwa hivyo sasa watu wameanza kulipo, kwa hivyo watajituma ili tuweze kuona kwamba mradi kama hiyo ya kuweka mataa imefanyika. Kuna mradi ambaye hata leo ninaenda kwa waziri ili kuweza kumalizia kuweka stima pale katika Polytechnic ya Mzee wa Nyama ili iweze kuanza. Mnakumbuka wiki kama 2 imepita tuliweza kufanya equipping ziko pale bondeni. Sasa ngoja tu tukiweka stima pale, hiyo pengine mwezi wa 6 huenda tukaanza ile Polytechnic na ikuwe ni sawa. Hata leo asubuhi nimekuwa katika hospitali ya Mogoga, tulikuwa na bodi ya Mogoga. Kuna mradi ambaye tumemaliza hapo nzuri sana ya the second fence ya kuweka fence, na ile Mogoga ilikuwa ni sehemu ambaye ilikuwa imesaulika. Na unajua kwa nini tunafanya hivi? Kwa wakati wa public participation kila wakati nilikuwa nafanya siasa, watu walikuwa wanasema area yetu imesaulika. So what we do, sisi miradi yetu tunaweka kwa sublocation. Kama ni sublocation ya Mogoga, tuko na milioni kama 32 million. Tunapeana 8 million tunaweka ni basari. So the 24 million ambayo inabaki tunaweka 8 million per sublocation. Na hii 8 million lazima izingatie mambo ya health, izingatie mambo ya barabara, izingatie mambo ya street lights, izingatie mambo ya ECD na izingatie mambo ya maji. Na kama kuna soko pale kama free area, kuna milioni 1 pia tumeongezea, lazima iweke mambo ya soko. Kwa hivyo si tunafanya mambo ya equity in a way that tunafanya kila sublocation pesa ni same,
na sectors ni different. Kwa hivyo sisi hatufanyi ati mradi moja, tunafanya at least tufanye miradi ambaye inasaidia watu na watu wanaifeel. Kwa hivyo ningependa tu kuambia watu sasa ni wakati wa kutimiza ahadi ambazo tuliahidi, na hii ndio wakati. Tukirudi kuomba kura kwenyu, tutakuwa sasa ni ahadi tunaonyeshana, ile tumefanya, hii hatujafanya. Kwa hivyo mimi sitaki kujitetea ati tutafanya, ama sasa tuko kwa site ni kufanya tunafanya. Wenyeji wengi wa hii area ya Nakuru East walikuwa wanapendekeza kwamba hii ward yetu ni kubwa sana. Walikuwa wanapendekeza mgawanyo, maybe Barnabas iwe ward nyingine, Mzee Wanyama ward nyingine, yani kukuwe na boundaries mpya. Sijui message yako ni gani kwa hayo? Okay, mimi ningependa kusema ya kwamba hata mimi na support, kwa sababu ukiangalia pale kwa bunge tuko na watu ambaye pengine mtu ako na 16,000 voters, mwingine ako na 20,000 voters. Mimi niko na almost hizi inaenda almost 35,000 voters. Na hao ni watu wengi sana, na hizo sublocation tatu, kwanza kama Mwareki ni area kubwa sana ambaye iko na watu zaidi ya 15,000. Kwa hivyo kama area yetu inaweza pewa hata ward 2 ama 3, hata utendaji kazi ama the implementation ya kazi itakuwa rahisi, kwa sababu zile resources, kwa sababu mimi nikipatiwa 32 million, kuna ule ambaye ako na watu 12,000 na amepatiwa 24 million. Unaona hata equity si na tena area yake ni ndogo na area yangu ni kubwa, na ndio watu wamekuja kusettle. Watu wana kila barabara, mimi nakwambia kwanza barabara, the network ya barabara kwangu ni more than 100 km squared. Kwa hivyo mimi ningependa tukisema ikiweza, na hii sasa ni kuomba watu, wakati IEBC itasema wanakuja public participation, tutokee tuseme kwamba ward yetu tungependa igawanyishwe, kwa sababu mimi kama MCA mimi kazi nafanya na nitafanya, lakini nikipata msaidizi wangu pengine Freri wakuwe na MCA wao, Barnabas wakuwe na MCA, Mzee Wanyama wakuwe na MCA, au ni MCAs watatu wataweza kufanya kazi ambaye saizi inafanya na mtu mmoja. Kwa sababu hata zamani hii ward ilikuwaga kubwa na iligawanyishwa. Menengai ilitoka kwa Free Area na Free Area sasa ndio ilizaa Nakuru East ward. Kwa hivyo sasa kama Menengai, na unaona Menengai ilikuwa Wajefa anafanya kule, mimi nafanya. Kwa hivyo tukipata wengine kama wawili waongezewa hapa, kazi itakuwa rahisi na wananchi wataona sasa service delivery imeletwa karibu, na that is the essence of devolution. Devolution ni kulete ugatuzi, ni kulete yani ile utendaji kazi ama governance karibu na mwananchi, na hiyo ndio mimi na support. Thank you.